Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwendelezo wa kuzungumzia ziara ya maeneo mbalimbali yenye historia za Kiislamu, ambapo tupo katika mji wa Madina na tunataraji inshallah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, leo tutakuwa ni sehemu yetu ya mwisho ya kuzungumzia mambo haya ya ziara. Leo tutakwenda kutembelea msikiti unaoitwa Masjid Qiblataini. Masjid Qiblataini, yani msikiti wenye vibla viwili. Yani tumezoea kwamba pale tunapokuwa tunaelekea katika msikiti tunasema hichi ndio kibla chetu. Kwa hiyo huu msikiti umepewa Masjid Qiblataini, yani kwa maana una historia ya watu kuelekea katika sehemu mbili tofauti. Msikiti huu asili yake ni msikiti ulikuwa ukiitwa Masjid Bani Salama, na ni katika misikiti ya zamani katika mji wa Madina ambao unasemekana ulijengwa mwaka wa 2 Hijiria na bwana mmoja wa Kiansar anaitwa Sawad ibn Hanam. Msikiti huu kama misikiti mingine iliyokuwa katika mji wa Madina, Waislamu walikuwa wanaposwali wanaelekea Masjid Aqsa Palestine. Waislamu wakati huo walikuwa wakielekea Masjid Aqsa, na hicho ndicho kibla kilichokuwa kikitumika na watu wa ahli kitabu waliokuwepo kabla ya Uislamu. Lakini Waislamu wameelekea kibla hicho kwa takriban miezi 16 au 17. Ilipofika mwezi Rajab 15 mwaka wa 2 Hijiria, kwa kuwa jambo hili alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam halimpendezei. Mtume alipenda sana sisi tujitofautishe na Manaswara, tujitofautishe na Mayahudi, na hili jambo linasisitizwa sana katika kila jambo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wakati mwingine akiswali anaangalia juu, hasa kwa kutotaka yani yeye kujifananisha na wao. Allah subhanahu wa ta'ala akaliona hilo na akamteremshia aya katika Qur'an. Allah akasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, kad nara taqalluba wajhika fis sama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yakini tumekuwa tukikuona unavogeuza uso wako kuangalia mbinguni. Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, falanuwalliyannaka qiblata tardhaha, kwa hakika sasa hivi tunakuelekeza katika kile kibla unachokipenda, unachokiridhia. Allah anamwambia, fawalli wajhaka shatra almasjid alharam, basi elekeza uso wako pale unapokuwa waswali, elekeza uso wako, elekeza kibla cha Maka. Yani anaambiwa kuanzia sasa aelekee Maka. Kwa hivyo ilipoteremka aya hii wakatumwa watu mbalimbali kwenda kutoa taarifa katika misikiti mbalimbali. Walipofika katika msikiti huu ambao ulikuwa unaitwa Masjid Bani Salama, watu walikuwa wanaswali na wameshaswali rakaa 2 za dhuhuri. Watu wameshaswali rakaa 2 za dhuhuri, ikaja taarifa kwamba jamani, kumetangazwa huko kwamba sasa hatutoelekea tena Masjid Aqsa na tutaelekea Masjid al-Haram, yani Maka. Kwa hiyo watu katikati ya swala wakageuka kutoka kibla kimoja kwenda kibla kingine. Hii ndio maana msikiti huu ukaitwa Masjid Qiblataini. Swala moja watu waliiswali katika vibla viwili, pamoja na kwamba kuna riwaya nyingine zinasema ni swala ya alfajiri, lakini riwaya yenye nguvu ni ya swala ya dhuhuri, wallahu aalam. Kwa hivyo watu wakageuka na kuanza kuendelea kuswali bila ya kuikata ile swala yao, na hii ina mafundisho ambayo inatupa. Fundisho la kwanza ni kuonyesha ya kwamba inapotokea hata wewe unaswali, mathalan umekwenda nyumbani kwa mtu au eneo lolote unaswali, akaja mtu akakwambia bwana, kibla sio huku ni huku, usikate swala, geuka tu, endelea kuswali. Baadhi ya watu wakiambia hivyo wanavunja swala. Hili ni fundisho kwamba hatutakiwi kukata swala, lakini pia ni fundisho linalotuonyesha kwamba kutaharak katika swala kwa jambo ambalo lina sababu zake inaruhusiwa, kwa sababu hawa waligeuka kutoka upande huu wakageuka huu. Hii ni kwamba mtu amefanya vitendo katika swala, na kwa sababu kulikuwa kuna sababu, jambo hili linaruhusiwa. Hili linatupa mafundisho. Lakini katika sehemu ya mwisho tutakayoizungumza katika mji wa Madina, katika mji wa Madina kuna kisima.
katika mji wa Madina kuna kisima ambacho mtu ukipata nafasi pia nenda kakitembelee. Mtume sallallahu alayhi wa sallam na maswahaba wake, yani muhajirini, walipotoka katika mji wa Maka wakaja katika mji wa Madina, wakakuta maji ya pale Madina hayakuwa mazuri. Maji yake ni maji yenye asili kama ya chumvi chumvi, ya ukavu ukavu, yakawa yanawasumbua sana. Lakini kulikuwa na kisima ambacho mmiliki wa hichi kisima inasemekana alikuwa ni Myahudi na alikuwa akiwauzia watu maji. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawatangazia maswahaba wake kwamba jamani, yule anayetaka kuinunua pepo akiwa yuko hapa duniani basi akanunue kile kisima. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yeye akajitolea kwa jambo hili, akaenda moja kwa moja mpaka kwa yule Myahudi kutaka kukinunua kile kisima. Lakini Myahudi yule akakataa. Uthman bin Affan akamshawishi, basi tununue nusu kwa nusu, tugawanye nusu kwa nusu. Myahudi akahadaika, akaahidiwa pesa nyingi. Inasemekana aliahidiwa takriban dirhamu 20,000 za wakati huo. Kwa hiyo akakubali kuuza nusu kisima, kwa maana wakagawanya masiku. Siku moja wewe utauza maji, siku moja nitauza mimi maji. Kilichotokea ikawa siku ya Uthman amewachia watu maji bure. Siku ile ya Myahudi maji yanauza, watu ikawa hawaendi siku ya Myahudi, wanakwenda siku ya Uthman. Mwisho Myahudi akakata tamaa, ikabidi amuuzie na sehemu ya pili. Uthman bin Affan akakinua kile kisima na akakitoa wakfu kwa ajili ya Uislamu, na akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimenunua kile kisima. Je, lile ulilolisema nilioahidiwa ya kununua kisima kile itakuwa kununua pepo, je nimepata? Akamwambia naam. Na kisima hiki asili yake sasa hivi kinaitwa Birrul Uthman, lakini kabla ya hapo kilikuwa kikiitwa Birru Ruma. Kabla ya hapo kilikuwa kikiitwa Birru Ruma. Sasa hivi kimezoeleka kwa jina la Birru Uthman. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala wale wote watakaofika katika maeneo haya, Allah wajalie wenye kutembea na wayaone yaliyoko maeneo haya, na Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu na atujalie tuwe wenye kutembea mara kwa mara na kwenda kufanya hija na kwenda kufanya umra na kwenda kutembelea maeneo haya, kwani hakika kuswali tu katika misikiti hii ni neema kubwa sana mbele ya Allah. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.